Jioni njema na karibu msikilizaji wa Gakondo TV mahali pote ulipo, natumai ubuheri wa afya. Nikualike kwenye habari zetu za hivi sasa jioni ya leo Jumapili tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwenye microphone za Gakondo TV ni mimi Hosbon Dagiro, ambapo nitakuwa nikiwapeperushia habari zetu za hivi sasa jioni ya leo ya Jumapili. Muhtasari wa habari: Ufaransa umethibitisha uwepo wa wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano makali yanaendelea Kivu Kusini, sehemu za milima ya nyanda juu ya Mulenge, ambapo wapiganaji wa AFC M23 Twirwaneho wanaendelea kurudisha vikosi vya serikali ya Kinshasa, Burundi, Tanzania na Angola nyuma, ambapo hivi sasa vita vinaendelea nyuma ya mto Rugwiko. Hizi ndizo habari ambazo tutakuwa tukiziangazia, mpenzi msikilizaji. Kama hujabonyeza alama ya subscribe, waweza kubonyeza, share, like na comment, baadaye ukuwe unaona habari ambazo tunazidi kukuandalia kila siku. Habari kamili. Ufaransa yathibitisha uwepo wa wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya mafunzo ya jeshi la Kongo FARDC. Serikali ya Ufaransa kupitia ubalozi wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha rasmi uwepo wa wanajeshi wake nchini humo kwa lengo la kutoa mafunzo kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Taarifa hiyo inakuja kufuatia tetesi zilizosambaa zikidai kuwa Paris ilikuwa inapanga kupeleka vikosi vya kijeshi moja kwa moja mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa ubalozi wa Ufaransa, wanajeshi hao hawajapelekwa kwa ajili ya operesheni za kivita, bali inatekeleza mpango wa ushirikiano wa kijeshi unaolenga kuimarisha uwezo wa kitaalamu wa FARDC. Mafunzo hayo yanatarajiwa kuendelea hadi mwisho wa mwezi Machi mwaka huu wa 2026. Chanzo hicho kimeeleza kuwa ushirikiano huo ni sehemu ya juhudi za muda mrefu za kuisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mageuzi ya sekta ya ulinzi, hususan katika nyanja za taaluma ya kijeshi, uongozi na mbinu za kisiasa za kulinda raia pamoja na mipaka ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi nyingine. Ubalozi huo pia umekanusha taarifa zilizodai kuwa Ufaransa ina mpango wa kutuma kikosi cha kijeshi kwa ajili ya kuhusika katika mapigano, kusisitiza kuwa hakuna mabadiliko katika sera ya Paris kuhusu uwepo wa kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo inajiri katika kipindi ambacho mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama, hali inayochochea umuhimu wa kuimarisha uwezo wa jeshi la taifa kupitia mafunzo na ushirikiano wa kimataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijatoa tamko la kina kuhusu suala hilo, lakini mara kadhaa imekuwa ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kijeshi na washirika wake wa kimataifa katika juhudi za kurejesha amani na utulivu nchini humo, ambapo vita na migogoro inaendelea kutawala mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini jambo hili, serikali ya Kongo haijatamka lolote kuhusu wanajeshi wa Ufaransa ambao wanadaiwa kuwa mjini Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ubalozi ukikanusha kuwa wanajeshi hao wameenda kutoa mafunzo ya kijeshi kwa jeshi la nchi au jeshi la taifa la Kongo ambao wakuwe na ubunifu kwenye uwanja wa mapigano. Mapigano yaendelea katika eneo la milima ya Mulenge, hofu ya tanda miongoni mwa raia wa Kivu Kusini tarafani Fizi, sehemu za nyanda za juu za Mulenge, hasa Minembwe na vitongoji vilivyo kando ya mji huu wa Minembwe, ambapo kukiwa na mapigano tokea wiki jana, kukiwa na mapigano makali yaliyohusisha wapiganaji wa serikali ya Kinshasa na wapambe wao na serikali ya AFC M23 Twirwaneho, huku wakiendelea kupigana vikali na kulindia raia usalama na
kuzuia ngome za serikali ya Kinshasa kuingia kwenye vitongoji vinavyoishi raia wa kabila la Wanyamulenge ambao wanaendelea kuuawa na serikali ya Kinshasa kwa usaidizi wa serikali ya Burundi FDLR na wapiganaji wa Mai Mai na makundi mengine yenye silaha. Mapigano makali yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Nyaruhinga katika ukanda wa milima ya Mulenge, huku hali ya usalama ikiendelea kuzorota. Taarifa kutoka eneo hilo zinasema kuwa mapigano makubwa yanaendelea katika upande wa mto Rwiko ambako makundi yanayopigana yanaendelea kukabiliana vikali. Ni kundi mbili, serikali ya Kinshasa na upande wa AFC Twirwaneho M23. Leo Jumapili, wapiganaji wa Twirwaneho wameripotiwa kuendelea kurudisha nyuma mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na wanajeshi wa Burundi katika mapambano yanayoendelea kushika kasi katika maeneo kadhaa ya mlima huo. Wakati huo huo, katika maeneo ya Indondo kuna taarifa za kupelekwa kwa idadi kubwa ya wanajeshi wa Burundi wakishirikiana na FARDC, FDLR, Nimbonerakure, hasa katika vijijini vinavyokaliwa na raia wa kabila la Wanyamulenge. Hali hiyo imeongeza hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo ya Ndondo wanaohofia usalama wao baada ya serikali ya Jamhuri ya Kongo kuchukua hatua na kuendelea kuwapiga vikali na kuwa raia wasio na hatia. Raia wanasema wanakabiliwa na wasiwasi mkubwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ardhini pamoja na yale ya angani, hali iliyosababisha kufungwa kwa shule kadhaa kwa hofu ya usalama na wanafunzi kuketi nyumbani, huku wananchi wakiogopa kufanya kongamano la pamoja kwa kuhofia shambulizi la ndege aina ya drones ambazo hazina rubani zikiendelea kurusha makombora kwa vijiji vya raia, kwenye masoko, kwenye makanisa na kwenye shule. Jambo hilo limeweza kufanya wanafunzi na makongamano mengine ambayo yalikuwa yakifanywa kukomeshwa mara moja, kujiepusha na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani aina ya drones. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali kuhusu kuongezeka kwa mapigano hayo, wakati mashirika ya kiraia yakitoa wito na kuchukuliwa hatua za haraka ili kulinda raia na kurejesha hali ya utulivu katika eneo hilo la milima ya Mulenge, ambapo raia wanaendelea kuuawa na kuendelea kusumbuliwa na kufanyiwa mashambulizi makali na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiendelea kunyamaza na kutia masikio yao nta ili wasiweze kuona ni nini kinachoendelea sehemu hizo za Mulenge, ambapo raia wanaendelea kulalamikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukomesha mashambulizi ambayo inaendelea kufanya kwa vitongoji vya raia na vijiji vya raia, huku kabila la Wanyamulenge wakiendelea kuuawa sehemu hizo na serikali ya Kinshasa kukosa kutamka lolote na Umoja wa Mataifa kunyamazia suala hilo, ambapo Twirwaneho M23 ndio wanaendelea kutia juhudi zao na kujikaza ili kurudisha mashambulizi haya nyuma, na hivyo ndivyo vilivyo kwa hivi sasa. Ndizo habari ambazo zinaripotiwa sehemu hizo za Mulenge, lakini watu ambao wameweza kuzungumza na Gakondo TV wametueleza kuwa kuna njaa kubwa sana na njaa kali baada ya serikali ya Kongo kufunga njia na kuendelea kufanya mashambulizi makubwa, huku raia wakilalamikia maisha na kuongezeka kwa gharama na ukosefu wa chakula na mahitaji mengine ambayo wangeyakidhi, lakini serikali ya Kongo imetia juhudi kubwa na nguvu ili waendelee kuwa raia wakitumia njia zote, ikiwa ni njaa na kutumia risasi na anga. Hizi ndizo habari, mpenzi msikilizaji, tulizokuwa tumekuandalia kwa hivi sasa. Jina langu ni Hosbon Ndagiro, na nikukumbushe kama hujabonyeza alama ya subscribe waweza kubonyeza ili uendelee kuona habari tunazokuandalia kila siku.